Filamu inapoanza tu imechangamka kwenye episodi ya kwanza. Inaanza kwenye crime scene. Mwanamke mwenye damu aliyefariki anaonyeshwa amelala juu ya gari yake hapo msituni. Mvua imenyesha sana, kisha scene inahamia kwa main character anaitwa Anna ambaye haraka sana anaingia kwenye nyumba yake. Inaonekana ni siku hiyo hiyo kwani radi inasikika nje ya nyumba huko na Anna amevaa koti kubwa sana limeungwa na kofia. Anaonekana amechanganyikiwa na nyumba yake imeharibiwa sana. Kwa hivyo anaanza kujisafisha, lakini baada ya hapo akaanza kusafisha na mahali pake na kutupa vitu vingine. Kabla tujaendelea, basi nikukaribishe. Mimi naitwa Winani. Karibu sana katika Winani Movies. Usisite tu kusubscribe ili tuwe familia kubwa sana ya watu wa sinema. Sasa kutoka hapo tunapelekwa kwa jamaa mwingine anaitwa Jack. Yuko zake amelala kitandani, anaamka baada ya msichana mdogo sana kumwamsha. Jina lake anaitwa Meg na inaonekana kama ana uhusiano na Jack kwa njia fulani hivi. Baada kujitayarisha, Jack anashuka zake chini. Hapo tunakutana na mtu mwingine anaitwa Zoe. Kisha baada ya muda Jack anaondoka nyumbani kuelekea kazini. Ripoti. Kufika kituo cha polisi anapata taarifa kutoka kwa wenzake. Mpelelezi anaitwa Priya Pateri kwamba kuna maiti imepatikana mahali fulani huko. Wanaelekea katika hilo eneo la uhalifu. Jack anaambiwa zaidi kwamba mtu aliyepata mwili huo hataki kabisa kutaja jina lake. Eneo la uhalifu wanapoelekea ni la mwanamke aliyekufa ambaye tunaonyeshwa kwenye kule mwanzo wa episode. Wakati huo Anna anarudi kazini katika kituo cha habari huko Atlanta. Hata hivyo hajafika kazini hapo kwa mwaka mzima kwa sababu zake binafsi ambazo hata ofisi yake yenyewe haijui. Hivyo mtangazaji mwingine anaitwa Lexi Jones alichukua nafasi yake. Hata hivyo Anna amerudi hapo akidhamiria kabisa kwamba kuchukua nafasi yake tena. Na hata ana wasiwasi, anaambia kabisa bosi wake anaitwa Jim kwamba mimi ni must nafasi yangu ya kazi irudi. Jim mwanzoni akasita, lakini anaishia kushawishiwa tu baada ya Anna kumwoa basi akaripoti kuhusu kesi katika mji wake wa Dahlonega. Ni kesi hiyo hiyo ya mwanamke aliyekufa msituni. Mume wa Lexi anaitwa Richard Jones ndiye anayemsaidia katika habari hiyo akisimama kama cameraman wake. Anna na Lexi hawana uhusiano mzuri. Sasa ni kwa nini amchague mume wa Lexi kuwa mpiga picha yake? Maana yeye ndio aliyomuomba Jim amchukue huyu jamaa aweze kuwa mpiga picha. Inaonekana Anna anaweza kuwa na jambo fulani apart from kutafuta habari. Kisha siri inarudi kwa Jack pamoja na Priya katika ile crime scene pale. Baada kutazama mwili wa mwanamke aliyekufa, wanagundua kwamba mwanamke huyu alichomwa kisu mara nyingi na kwamba muuaji aliacha ujumbe kwenye kucha zake. Kisha Jack anawaita maafisa wengine wa polisi ili kuweza kuzungumza nao. Anawaambia wasimwambie mume wa mwathiriwa kuhusu kifo chake, kwani yeye ndiye ambaye atafikisha hizo habari. Anawaambia pia kwamba yeyote atakayepata simu ya mwathiriwa anapaswa kumletea mara moja. Kisha watu wanaachana ili kufanya kazi zao. Hatimaye Anna anafikia katika eneo la tukio. Jack pamoja na Priya wanawaendea waandishi wa habari na kuambia wahamie eneo lingine ambalo wamewatengea, kwani watarudi baada ya hapo na kuwajulisha tu pale ambako watakapopata jambo lolote. Lakini kabla ya kuondoka, Jack anawaeleza waandishi wa habari kwamba mwanamke aliyekufa waliyempata hapo ni mzungu na ana umri wa karibu miaka 30 hivi. Wakati Jack anaondoka, Anna anamuuliza swali kwamba yeye alimjua marehemu. Swali hilo linamchukiza sana jamaa. Priya baada ya hapo anamuuliza Jack kuhusu Anna. Lakini Jack anamportray kama mwandishi wa habari tu ambaye anatafuta taarifa. Hamwambii kwamba yeye pamoja na Anna wanafahamiana ama ni namna gani. Kisha tunapelekwa kwenye mgahawa ambapo Anna pamoja na Richard wanakula chakula cha mchana. Jack naye akafika pale anawatazama kutoka nje akiwa ndani ya gari. Ghafla simu yake inaanza kuita. Ni bosi wake. Hapo ndo tunagundua kwamba jina la mwanamke aliyefariki anaitwa Rachel Hopkins na kwamba jina la mumewe anaitwa Clyde. Jack anakata simu mara tu mazungumzo yanapoisha, kisha anaelekea hotelini mule. Anamfuata Anna huko aliko, lakini mara tu anapofika kwenye mlango wa hoteli yake anamsikia akifanya mapenzi na Richard. Anagonga mlango kisha akaondoka zake chap chap. Anna anavaa na kufungua mlango, labda alifikiri kwamba ni hotel service, anaishia tu kumwona Jack akiondoka. Kisha anavaa nguo zake haraka na kuamua na yeye pia kuondoka. Wakati Richard anauliza kwa nini jamaa yuko pale, anaambia kwamba Jack ni mumewe. Sasa yule Zoe ni nani sasa ambaye tulimuona mwanzo? Next tutaona mbele. Jack anarudi kwenye gari lake akiwa anazungumza na Priya kwenye simu. Anamwambia afanye background check ya jamaa anaitwa Richard. Baada ya kutoka hotelini, Anna anarudi zake nyumbani kule ambako alilelewa alipokuwa mtoto na kumkuta mamake amelala kwenye benchi la kupumzika. Jina la mamake anaitwa Alice. Wanakumbatiana sana kwa sababu ni muda hajaonana. Huko nyuma tu Jack akaingia mlangoni na kuanza kuokota takataka. Huko Alice akifurahi kumuona, Anna hafurahi kabisa. Inaonekana kama vile Jack bado yuko karibu na Alice, ingawa yeye na Anna hawaelewani vizuri. Kisha Jack na Anna hatimaye wanazungumza. Jack akaisha kumwambia aliyeuawa ni nani, lakini anamuonya kwamba asimwambie mtu yoyote, ibaki tu kwa siri yao. Anna anaahidi kwamba yeye hatosema popote. Kulingana na Jack, Anna alikuwa rafiki wa Rachel wakati fulani, ingawa Hana yeye mwenyewe anakata kata. Kisha Alice anarudi na kumuuliza Jack alifikaje nyumbani.
Hili linamchanganya sana Ana, kwani Alice alimuona jamaa akiingia ndani ya nyumba dakika chache tu ambazo zimepita. Hapo ndo Jack sasa anapomweleza Ana kwamba kinachoendelea na Alice pamoja na maisha yake. Anamwambia siku moja Alice aligunduliwa akitembea barabarani akiwa yuko uchi kabisa. Jack anamwambia Ana kwamba anafikiria Alice ana ugonjwa wa Alzheimer, lakini anakataa kumwona daktari. Wakati wa tukio hili pia tunajifunza kidogo kuhusu kwa nini Jack na Ana wametengana sana. Inavyoonekana Ana alikuwa amepotea kwa mwaka mmoja mzima na Jack alikuwa akimtafuta lakini hakuweza kabisa kumpata. Kwa lugha rahisi, hawa jamaa walikuwa ni wapenzi ama walikuwa ni watu ambao wameoana. Hasa katika Jack kumtafuta ikafika hatua hadi akapoteza kazi yake ya upelelezi huko Atlanta. Katika mchakato huo ndio maana alirudi katika eneo lao la Dahlonega. Mazungumzo yao hayakuisha vizuri hata hivyo, huku Ana akiamua kurudi nyumbani kwa kasi baada ya kukasirika au baada ya kumkasirikia Jack. Kisha Jack anarudi kazini kuangalia maiti katika chumba cha kuhifadhi maiti pamoja na Priya. Wakati wa tukio hili tunajifunza kwamba Rachel labda alimjua muuaji wake kulingana na matokeo ya mchunguzi wa kitabibu. Mchunguzi wa kimatibabu huyo anataja kwamba shahawa nyingi zilipatikana ndani ya mwili wa Rachel. Anadhani kwamba labda muuaji alifanya ngono naye kabla ya kumuua au alifanya ngono na yeye alafu akaja akauliwa na mtu mwingine. Ama vyote pia vinawezekana. Kabla ya kuondoka kwenye chumba cha kuhifadhi maiti humo, Jack pamoja na Priya wanaambiwa na daktari unao kutoa sample zao za DNA kwa kuwa walifanya kazi katika eneo hilo la uhalifu. Hii inafanywa ili basi tu kuondoa sintofahamu yote ambayo inaweza kujitokeza. Jack anambia atatoa sampuli zake, lakini baadaye kwa kuwa sasa hivi anahitaji kuelekea nyumbani kwa Clyde kumjulisha kuhusu kifo cha mkewe. Kule nyumbani kwa kina Ana anachunguza vitu vyake vya zamani chumbani kwake na kugundua kisanduku kidogo chenye kanda pamoja na kamera ya video. Ana play moja ya video pale ambayo ina rekodi ya siku yake ya kuzaliwa alipotimiza miaka 16. Picha hizo zinamuonyesha Ana mdogo, Rachel, Zoe pamoja na msichana mwingine ambaye anaitwa Catherine na msichana mwingine tu ambaye hajulikani. Wako hapo wanaburudika kwa sababu ni siku ya kumbukizi ya mwenzao. Ana anatazama video hiyo kwa muda mfupi na kuishia kuizima tu, kisha anaingia ndani zaidi kwenye sanduku na kupata bangili ya urafiki ya zamani. Kwingineko kwenye chumba cha kuhifadhi maiti kule, yule mchunguzi wa kitabibu anachumua bangili ile ile ya urafiki kama ambayo tuliona kwa Ana. Tena anatoa katika kinywa cha Rachel. Hilo ni jambo la ajabu kidogo. Inawezekana kwamba kuna kitu kimeunganika hapa. Kisha Ana anapokea simu kutoka kwa Jim ambaye anamwambia kwamba anatarajiwa kwenda live ifikapo saa 12 jioni. Anamshukuru sana, kisha baada hapo anakata simu. Wakati huo Jack pamoja na Priya wanafika nyumbani kwa Clyde, lakini Clyde afungui mlango. Kisha Jack anamwambia Priya kwamba watarudi zao kesho tu asubuhi. Baada ya kufika nyumbani, Jack anaelekea jikoni. Zoe amesimama sebuleni akiangalia habari. Hapa ndo tugundua kwamba kumbe Zoe dada yake tuna Jack, sio kwamba wana uhusiano wa kimapenzi ama ni vipi. Katika habari Ana anatokea ghafla akiwa na report kutoka eneo la uhalifu kwamba msichana ambaye ameuliwa anaitwa Rachel Hopkins. Kumbuka Jack hakutoka kabisa afichue maelezo haya na yeye akaisha kufanya tofauti kabisa na jinsi ambavyo walikubaliana. Jambo ambalo linamfanya asiwe na furaha hata kidogo. Episode ya kwanza kwa hiyo sasa inaishia kwa kumbukumbu ya usiku wa mauaji ya Rachel. Hapo ndo tunaanza kupata picha kamili. Kumbe Jack huyu ambaye ni polisi alikutana na Rachel kwenye truck yake bila kujua kwamba Ana alikuwa akiangalia kutoka nje ya gari. Na hapo Ana aliwakuta Rachel pamoja na Jack wakifanya yao. Kwa hiyo ile hasira labda ndio ikapelekea Bidada aweze kumuua Rachel. Sasa itakuwaje? Basi tukutane kwenye episode zinazofuata. Asante sana. Mimi naitwa Benani. Kama una lolote basi usisite kuniandikia hapo chini kwenye comment section tuweze kwenda nalo sambamba. Mpaka time nyingine, bye bye.